139 walipelekwa katika hospitali kuu ya Kenyatta kufuatia maandamano ya hapo jana. Kulingana na taarifa kutoka kwa wahudumu wa afya katika hospitali hiyo, baadhi ya waliofikishwa hospitalini walikuwa na majeraha ya risasi za raba. Japo wengine waliruhusiwa kwenda nyumbani, wengine bado wanaendelea kupokea matibabu hospitalini. Emily Chebet anaarifu. Naam, tuwie radhi, taarifa hiyo itakuja hewani muda mfupi kutoka sasa. Kwengineko ni kwamba narejelea tena taarifa hiyo hatimaye imewasili. Ni kwamba watu 139 walipelekwa katika hospitali kuu ya Kenyatta kufuatia maandamano ya hapo jana. Kulingana na taarifa kutoka kwa wahudumu wa afya katika hospitali hiyo, baadhi yao walifikishwa hospitalini wakiwa na majeraha ya risasi za raba. Japo wengine waliruhusiwa kwenda nyumbani, wengine bado wanaendelea kutibiwa. Emily Chebet sasa anaarifu. Maandamano ya kuwakumbuka waathiriwa wa maandamano ya Juni mwaka jana yaliongeza idadi ya majeruhi. Hospitali kuu ya Kenyatta ikipokea idadi kubwa ya majeruhi. Kufikia jana jioni, shirika la IMLU na mashirika mengine walikuwa wamerekodi watu 400. Katika ziara yao, viongozi wa upinzani walielezea masikitiko yao kuhusu matumizi ya nguvu za polisi kupita kiasi, wakitaka uchunguzi wa kina wa ukiukaji wa haki za kibinadamu kufanyika. We call on Kenyans to give information and to know that Justin Muturi and his commission and his commissioners, fellow commissioners, will soon be announcing where to be found so that people can go out there and begin to give real evidence so that we will then take a position with regard even to private prosecution of those who are found culpable. We can deal with the unresolved matters that have not been conclusively investigated. Whether we start with Musandu, we come to Jacob Juma, we come to Kenei, we come to Rivayala and everything else. Let these things be investigated by an open public inquest so that this is sort of twende mbele. We explain and face the... Viongozi hao wa upinzani wamekanusha madai ya kuhusika kisiasa na jinsi maandamano hayo yaligeuka kuwa na vurugu. Huku mamia ya Wakenya wakiendelea kupokea matibabu katika hospitali mbalimbali humu nchini, serikali imetakiwa kuhakikisha Wakenya wote wako salama wakati wa maandamano. Emily Chebet, Runinga Citizen, hospitali ya Kenyatta, Nairobi.